Good morning. Habari za asubuhi na karibuni tena kwenye discussion yetu ya leo tarehe 17 Januari, na mada ambayo iko mbele yetu ni risk versus return in 2026, na key points ambazo tunaweza kuangalia ni kwamba where should Tanzanian investors position themselves kwenye huu mwaka. So tutaenda kuangalia shortly definitions na explanation kuhusu hizi terms mbili ambazo huwa tunakutana nazo mara kwa mara, risk na return. Baada ya kuangalia hizo, tutaenda kupitia returns ambazo tumeweza kuziona in this short time in 2026, na pia tutaweza kuexplore different risks ambazo zinakuwa associated na investment sasa kwenye capital market. So kama nilivyoelezea, tutaenda kuangalia introduction, overview ya 2025 returns. Pia tutaangalia industry specific risks ambazo zinakuwa associated na the stock markets, lakini tutaona key takeaways ya these discussions kabla kuruhusu our last session ya Q&A. So kwenye presentation yetu ya leo utakuwepo nami Korigwa Japhet, lakini pia atakuwepo nami Anastasia Dafi, tukidiscuss these terminologies na mada ambayo iko mbele yetu kwa siku ya leo. Kwenye introduction ya leo tutaanza kuangalia definitions ya hizi terms mbili, risks pamoja na return. Kwa definition, risk yenyewe ina refer to the chance when investments actual returns may differ from what is expected. Kwa sababu unajua wengi wetu tunavyoenda kuinvest huaga tuna kitu ambacho tunakitegemea, yani kuna profit ambayo tunakuwa tuna expect kutokana na investment ambayo ipo. Sasa ile profit ikishindwa kufikiwa au tukishindwa kupata ni kwa sababu kuna risk ilikuwa involved. So risk sometimes inakuwa ina include the possibility of losing some of that profit au all of that profit. So tutaenda kuangalia factors ambazo zinaweza kuwa contributed kama risks kwenye investment zetu, lakini sambamba na risk kuna return. Return sasa hiyo ndo gain au the actual profit ambayo mtu anaipata kutokana na investment. Hii inaweza kaja kwa njia mbili, kwa sababu watu wengi wakati tuna confuse return labda na interest, au tuna confuse return na ile capital. So return ina accumulate the two, yani kwamba it can either be return can either be through income ambayo inapatikana with interest or dividends, au return can be capital appreciation ambayo tunaona sana sana kwenye prices za stocks, kwenye prices za units kama capital appreciation. So return can either be two of them au inaweza kawa combination of the two. Sana sana kwenye stocks ndio unapata combination of the two, kwamba kuna dividend stocks ambazo mtu anaanza kuzipata, lakini pia kwenye hizo dividend stocks zenyewe zimeweza kupata capital appreciation. So hiyo inaweza kawa the two of them inaweza kurudishia return yako ya mwaka in a particular investment. So ili mtu awe profitable kwenye capital market lazima aweze kuzibalance vitu vingi. Lazima aweze kubalance return, lakini hiyo return yake aweze kuhedge against the risk ambazo zinaweza kutokea. So tukiangalia year to date, kwa sababu kwenye presentation iliyopita tulidiscuss returns ambazo zilitokea mwaka 2025 na wengi tuliweza kuziona, lakini sasa mwaka huu kwa sababu tuko 2026 lazima tuangalie sasa year to date tangia tarehe 2 January ambapo soko la 2026 officially began kwenye stock market mpaka tarehe 15 January. Tumeweza kuona kwamba kulikuwa kuna huge jump in profits kwenye a lot of counters kama tunavyoziona. Unaona kama TPCC ilikuwa na 1%, lakini ukiangalia chini kuna MKCB Mkombozi Bank yenyewe iliweza kuregister 129%. That is impressive within a short period of time. So hii ni one amongst tulikuwa sema return. Sasa hii ni moja ya return kwa kwenye capital appreciation. Kwa mwekezaji aliyewekeza hisa zake kwenye MKCB ameweza kurealize 121% in increased price peke yake. Hapo tunazungumzia dividend ambayo nyingi bado hajaanza kutangaza, lakini kwenye upande tu wa capital appreciation mtu anaweza kurealize. So tukiangalia benki kama NMB ambazo watu wengi sana wanawekeza, NMB na CRDB nazo zimeweza kuregister substantial increase within this short period of time. Kuna NMB imeweza kuincrease by almost 7.6%, CRDB nayo imeweza kuincrease by 12%. So hii ni impressive return within this short period of time, na kwa wale ambao kuingia hapa tunazungumzia year to date kutoka tarehe 2 January mpaka tarehe 15
almost a span of 2 weeks tayari kuna counters zimeshaanza kuregister profits. So hii ni moja ya return. Lakini tukiongelea upande wa dividends, kwa sababu 2025 imetoka kuisha na makampuni mengi ndio hapo kwenye process ya kuwind up, kutengeneza financial reports ziwe audited kabla ya kuja kutangaza. So tunaangalia dividends ambazo zilitoka mwaka jana. So hizi dividends za mwaka jana zinaweza kutupa picha kwamba mwaka huu zinaweza zikawa ziko kwenye levels gani. Sasa obviously tunabidi tusubirie quarter 4 zitoke au tusubirie unaudited results za makampuni mengine especially banking sector. Tukishapata hizi unaudited financial statements, hizo tunaweza tukapredict levels za mwaka huu zinaweza zikawa ngapi. Lakini ni vizuri pia tuikumbushia kwa mwaka jana ni levels gani watu waliweza kupata in terms of dividend, return gani ambayo waliweza kupata kwenye dividend ambayo tunaizungumzia. Ukiangalia kwa upande wa CRDB tunaona kwa kuna 65 shillings per share waliweza kurudisha. NMB yenyewe iliweza kutoa 428.85, TPCC iliweza kutoa an impressive 600 ambayo ilikuwa ni one of the best kwa mwaka jana. Afriprice iliweza kutoa 18 shillings per share. Nao wanaendelea trend yao ya miaka 5 mpaka 6 iliyopita, wanakuwa consistent kwenye kutoa magawio. DSC nao the same, bado wako consistent kwenye kutoa magawio. TBL the same. Tukiangalia na one of the highlights ya mwaka jana ni MKCB, Mkombozi Bank, ambayo aliweza kutoa gawio in a long time kutoka 2017. So hizi ni return ambazo wawekezaji wa MKCB walikuwa hawezi kuzipata kwa upande wa dividend, lakini baada ya wao kutoa dividend tumeweza kuona hata price yake ilivyofanya. So one thing may lead to the other, na ni vizuri kwamba wawekezaji wakawa wanafuatilia au wanaangalia hizi progress kwamba kampuni yao wanapata nini, kwa sababu tumeweza kuona kuna kampuni kama Tatepa ambayo imetoa imekuwa impressive kwa upande wa capital appreciation, lakini tukiangalia kwenye dividend board tunaona kwamba it's been quiet for almost now 6 to 5 years zilizopita, kwamba imekuwa very quiet, na bado tunaendelea kumonitor financial zao kuona kwamba kama kutakuwa kuna possibility au wao wenyewe kama watatangaza. So mpaka sasa hivi tunaona kwamba bado hakuna chochote ambacho kimetokea kwenye board ya Tatepa na hawajaweza kutoa gawio. So maybe in the future when their financials are stable wanaweza kaanza kutoa magawio. Kuna makampuni kama MBP ambao nao tunaona kwamba ilikuwa inatoa hapo mwanzoni period of 2017 2018, lakini baada ya hapo kidogo imeweza kuwa silent kwenye upande wa kutoa magawio. So nayo unaweza kuta in the future once they have met all the regulatory requirements za kutoa gawio, especially zile liquidity levels na BOT, wanaweza wakatoa gawio. So it's all ni kusubiria matangazo kutoka proper authorities, na kwenye upande wa magawio sana sana ni kampuni yenyewe ndio watatangaza kwamba let's say kama ni CRDB atatoa gawio mwaka huu, wao wenyewe ndio watatangaza kwamba bwana kuna gawio la shilingi ngapi prior to the approvals ya shareholders, hii ndio itakuwa gawio ambalo litarudishwa. So usually announcements za magawio zinafuatana na announcements za EGM ili shareholders waweze kukubaliana unanimously kwamba hiyo nani ambayo imetangazwa ndio ambayo italipwa. So that is one. Lakini tukiangalia kwenye bonds return, kwa sababu kwenye soko letu pia tuna bond market ambayo iko inafanya vizuri tu, tunaweza kuangalia kwa mwaka jana tulikuwa tuna different rates, tunaweza kuziona all accounts the maturities. Ukiangalia 25 years ilikuwa almost 3 maturities, kwa kuna 15.75, kwa kuna 15, kwa kuna 13.5, lakini pia hizo ni amounts ambazo zilitolewa mwaka jana. Lakini pia kuna 20 ambayo ilikuwa na 15.25, ilikuwa na 14, ilikuwa na 13%. Hizo ni nazo amounts. So all across the board kwamba zilikuwa zinapungua kutegemeana na BOT wenyewe, kwa sababu mwaka jana tuliingia kwenye a new era of issuing easy interest, ambao BOT aliamua kuadopt market determined coupons, ambao alikuwa hana announce coupon rate kutegemeana na market sentiment au kutegemeana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye bond market, na sana sana ni kuangalia CBR central bank policy rate kwamba yenyewe ilikuwa iko placed wapi ili wao waweze kutoa coupon yao. So mwaka jana tumeweza kuona kwamba all across the boards au all across the maturities kuanzia miaka 25 mpaka miaka 2 tumeweza kuona kwamba zilikuwa zina decrease kulingana na policy ambayo BOT wenyewe wanajiwekea. So kwa investors ambao walikuwa wanainvest kwenye bonds walikuwa wanaweza kupata returns, wanaona returns zao zazidi kupungua, kwa sababu return ya bond kwenye bond sana sana ipo kwenye ile interest au kwenye coupon, kwa sababu kumbuka tulisema return pia inahusisha interest au dividend. Sasa kwa upande wa bond, kwa sababu mna dividend yenyewe ni interest, so
hizi ni among the interest ambazo zitokea mwaka jana. So kwa investors sana sana wa bond ambao walikuja kununua very late, labda kwa mfano 20 year bond ambayo ilikuwa issued in December, the last bond ya mwaka jana ilikuwa na 13%. So wawekezaji ambao walinunua hiyo hapo wanaweza kuona kwamba ilikuwa decreased in compared na ile ambayo ilikuwa issued in back in February ambayo ilikuwa ni 15.25. So tunaona kwamba hizi interest zinaweza kupungua. Lakini pia tuweze kwanza kuongelea mifuko ya uwekezaji ya pamoja, ikiwemo kama mfuko wa Timiza Fund ambao wenyewe uko run by Zan Securities. Kama nilivyosema kwenye returns inategemea na ile dividend au interest, lakini pia ile capital appreciation. Sasa tunaweza kuona kipande au unit moja ya Timiza kutoka mwaka jana tarehe 31 2025 mpaka mwaka huu tarehe 15 tumeweza kuona kwamba ime increase by 14.25. So hii ni actually amongst the policy ambao mfuko unao kwamba returns zinaanzia 13.5 kwa mwaka in a space of 12 months. Sasa ukiangalia in a space of 12 months ambazo tumeweza kuzinania hapa kutoka mwaka jana mpaka mwezi wa kwanza mpaka mwaka huu mwezi wa kwanza, tumeweza kwamba Timiza imeweza kufikia malengo, lakini pia imeweza kuizidi malengo by 14.25 kwamba imeweza kufikia. So kwa mwekezaji ambaye aliwekeza mwaka jana anaweza kurealize kwamba thamani ya uwekezaji wake ama capital appreciation kwenye kipande kimoja cha uwekezea kimeweza kukua by 14.25. So mtu anapokuwa anajihedge kwa against risk kwamba wasema okay, badala ya kuinvest tu peke yake kwenye stocks, unaweza kuamua invest either kwenye Timiza ama kwenye bond ili uweze kupata zile returns ambazo zina grow steadily, lakini ni ambazo mtu unaweza kuzipata. So tumetoka kuongelea returns, tumeweza kuona kwamba jinsi gani hizi products zetu ambazo kwenye market yetu zimeweza kuperform vizuri, na kama wenyewe tumeweza kuona kwamba kuna capital appreciation kwenye counters nyingi kwenye market yetu, ikiwemo MKCB, Maendeleo, CRDB na the others. Tumeweza kuona returns mbalimbali au coupon mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye bonds, lakini pia tumeweza kuona kwenye mfuko wetu wa Timiza jinsi gani unaweza kuperform in a period of 12 months. So hizo ni baadhi ya returns ambazo tunakuwa tunazungumzia. So in 2026 ni sehemu ambazo sasa tunaweza tukakaa tukaangalia kwamba where are these products going, kwamba kwenye stocks obviously mpaka wakisha release hizo unaudited au quarter 4 results za mwaka jana ndio tunaweza kuona how 2026 returns zitaendelea kuprogress na kuna nini. Lakini pia kwa mifuko kama Timiza au kwa government bonds tunazidi kusubiria ile kalenda yao na kujua jinsi gani mwaka huu umekuwa installed kwa hizo specific products. So going into risks, tunakuja kwenye stocks. Ni risk gani ambazo mwekezaji inabidi awe anaziangalia, au unavyofikiria kuinvest kwenye stocks ni nini ambacho kinaweza kikawa one amongst the risks za kwenye uwekezaji wako? Risk ya kwanza ni market risk, yani kwamba tunajua kwenye soko letu there are different types of stocks. Kwa hiyo mwekezaji anaweza kaingia sokoni akashindwa kununua counter fulani kwa sababu labda demand supply hiyo nani imeweza kupungua au ana demand imeweza kuondoka. Market na liquidity risk zote za normally zenyewe zinakuwa zinafuatana, kwa sababu liquidity nayo ni kwamba inasema kwamba the easiness au the easier it is to sell your asset is it makes it more liquid. So unavotaka kuuza stock yako kuona kwamba unapata changamoto labda kwa sababu hamna demand, hiyo tunasema kwamba hiyo stock iko liquid. Lakini tukiangalia kwa mwaka jana kwa data ambazo tulipresent kwa presentation yetu iliyopita, kwa wale ambao walikuwepo, tunaweza kuona kwamba kuna stocks kama CRDB, NMB, TBL zenyewe zilikuwa zinaongoza kwa liquidity kwa sababu zenyewe zilikuwa traded na turnover yake zilikuwa kubwa sana. So mwekezaji anapofikiria kuinvest lazima ufikirie sehemu ambayo itakuwa rahisi kwako kuuza ile stock kipindi ambacho unataka sasa kuliquidate hiyo nani. So kama pale unapotaka kuuza, hata kama unazo nyingi au unazo kidogo, unapotaka kuuza ukutana changamoto, na maana hiyo stock au specific nani inakuwa illiquid. Lakini pia income risk ni pale sasa ambapo kampuni inakuwa haitoi gawio. Umeona pale kuna makampuni kama Tatepa hajatoa magawio ndani ya muda mrefu. Umeona Maendeleo Bank mara mwisho ilikuwa ni 2018. Mkombozi yes mwaka jana wametoa, lakini prior to that ilikuwa ni back in 2017, na maana miaka katikati hapo wawekezaji wao walikuwa hawapati income. So hiyo nayo inaweza kuwa one of the risks, sawa, kwamba
ina capital appreciation lakini sasa haina income yote ambayo mwekezaji anaweza kupata, kwa sababu unajua ili uweze kupata return kutokana na capital appreciation ni mpaka utapoziuza, lakini income ambayo inakuja na dividend ni ile ambayo una realize at instant, kwamba kwa mfano wawekezaji wa NMB wao walikuwa na enjoy haya magawio kwa sababu wale wanapewa cash au wanapewa ile one of the most liquid asset, kwamba wanapewa cash, sio kwamba mpaka waziuze zile position zao, so inakuwa hivyo. So na pia stocks, one of the risk ni kwamba sio easily collateralized, kwamba kwa mfano mtu akiwa anataka kuchukua mkopo benki, akitaka kuweka collateral asset yake, kwa upande wa bonds is much more easier kuweka collateral benki kwa sababu bond iko fixed, lakini kwa upande wa stocks zipo makampuni au zipo financial institutions ambazo zinachukua stocks, lakini not easily, kwa sababu ya stocks they are very volatile, kwamba bei yake inabadilika from time to time, so it is easy, au hata rate ambayo utakuwa unapata inaweza ikawa sio compared kama ile ambao mtu angeenda na bond kuweka collateral, so sio easy. It is collateralized but not easily collateralized. Okay, moving risk nyingine ambazo tunaziona in a general, kuna overreaction to news. Hizi hapa sometimes investors huwa wanafuatilia sana news. Mfano hapa tunasema kwamba investors who trade purely on headlines without analyzing fundamentals risk locking in poor entry or exit point. So kwa mfano leo hii mtu akisikia basi CRDB wametangaza dividend, watu wakaanza kukimbilia moja kwa moja kwenye nani, au wakasikia dividend of course na vizuri. Yes, sometimes kuna hizi news kama right issues, kama mfano ya TCCL ilivyotokea, tuliona kwamba price yake iliweza kupanda kwa sababu of course right issue yenyewe wali announce kwa ajili ya kupunguza ile debt level, lakini fundamentally bado TCCL haikuwepo kwenye amongst the best performing stock. So sometimes overreaction to the news, reacting to a news is good, but overreacting nayo inaweza ika cause usiweze kupata ile expected return ambayo ulikuwa unapata. Hard mentality ni kwamba moving with the crowd, kwamba tumeweza kuona kuna baadhi ya stocks mfano Tatepa ambao fundamentally bado haina ile levels ya kumshauri mtu kwamba okay invest in Tatepa, lakini tumeweza kuona kwamba watu walikuwa wanaikimbilia pale walipoanza kuona ina move price yake na move, so watu walikuwa wanafuata hard, kwamba hard ni kwamba mnakuwa mnafuatana kama kundi, so hard mentality nao yenyewe ndio inakuwa inazalisha speculative bubbles, kwamba bubbles zenyewe huwa ni stock ambayo ilikuwa inapanda kwa muda alafu baadaye inakuja inazima, so ni kama tunasema kama puto, kwa sababu bubble ni kama puto, kwa hiyo unakuwa unalipuliza linakuwa, ikitokea tu nani kidogo ile bubble ina burst, ambayo sasa inaweza create a loss au usiweze kupata ile expected return ambayo ulikuwa unategemea kuipata wakati unaenda kuinvest kwa nani, kwa sababu kumbuka risk yenyewe hii ndio ambayo inafanya kwamba usiweze kupata expected return. Kwa kama uliweza kwenye valuation zako uliweza kupima kwamba nitapata return maybe ya 50%, risk ipo kwa ajili ya kukumbusha kwamba unaweza usipate yote, unaweza kupata 25, unaweza kupata 10, unaweza kupata 5 au unaweza usipate return at all. So risk yenyewe sio lazima kwamba upate a total loss, lakini ile expected return ambayo unataka kupata ikipungua, ina maana kwamba risk, kulikuwa kuna risk kwenye investment na haukutake into account wakati unafanya evaluation. Liquidity risk tunaongelea kwa nini iliyopita kwamba yenyewe ni kushindwa liquidate au kushindwa kuuza ile stock yako at a given time. Psychological pressure ni pale ambapo kuna kitu ambacho tunapenda kuita fear of missing out, kwamba kila mtu sasa hivi ana invest na wewe sasa unataka uinvest. Sasa baada ya kupata ushauri kwamba ni stock gani nzuri ya kuinvest kwa sasa hivi, na unasema ngoja tu niinvest kwenye stock yoyote, so unaingia unachukua stock yoyote, so hiyo inakuwa umepewa psychological pressure kwamba kweli uko unataka profit, lakini sasa kwa sababu ile ulikuwa una fear of missing out on investment ukamake a rash decision na kuinvest sehemu ambayo sio sahihi. So pia psychological pressure is one amongst the risk ambazo zipo kwenye nini. So tukiangalia key takeaways za kwenye stock market kwa ambacho kuna nani, tukianza na kwenye equities, hizi tunaona kwamba zenyewe zina involve high risk lakini zenyewe zinakuwa zina high return, kwa sababu tukiangalia tu MKCB within this short period of time imeweza return yake imeweza kufika at least 129% in capital appreciation alone, baada ya kujumlisha dividend. So risk ni kubwa kwa sababu we don't know kama mwaka huu ataweza kutoa dividend au anaweza kutoa tena dividend.
meaning kwamba hatujui kwamba investors nao watareactije. So risk bado ipo kubwa sana kwenye upande wa nani, lakini return yake pia it's kama tulivyoona nayo ni kubwa. Kwa risk level ni high, lakini potential ambayo tumeweza kuiona ambayo KCB nayo mpaka sasa hivi ni 129. So it's a very high potential kutokana na capital gains plus possible dividends ambazo wanaweza ka announce. So key characteristics za kwenye stocks ni kwamba price fluctuates daily, kwamba tunaona kwamba prices zina increase on a daily basis, lakini higher volatility in a short term, kama tulivyoona kwamba KCB Maendeleo within a short time period of 2 weeks tayari ni 129, kwamba it's very high compared to other investments. Lakini hizi zinawafaa kina nani? Kwa sababu ya risk nao inategemeana na umri au inategemeana na how a person can handle pressure. So best suited for investors with high risk tolerance, kwamba kama ni mtu ambaye wanafanya biashara wengi, tunasema wajasiriamali wengi sana hao ni risk takers. So kama mtu ni mjasiriamali anafanya biashara, yeye ndo anakuwa best suited ku invest kwenye stock, sababu anajua jinsi ya kuhandle the pressure of losing a lot of money of losing in a short term, lakini yeye anaangalia a long term yake iko wapi. Kwa in a short term unaweza kutoka kuna loss imetokea, lakini in a long term kuna profit anaitegemea, so anaweza akaihandle. Lakini kama nilivyosema, long term investors now it's best suited for them kwa sababu hawa wana play the long game. Hawasumbuliwi kwamba kwa sababu watu wengine within this short period of time MKCB Maendeleo ungekuwa shaziuza ili wapate hiyo 109% profit, lakini kuna wengine kwa sababu wana play the long game, wanajua kwamba maybe in the future zinaweza kupungua, lakini I'm playing the long game, kwamba mimi na invest for a long time. Mimi investment yangu au plan zangu sio the short term. So tunapopanga malengo yetu ya investment, tujiangalie sisi ni investors wa aina gani. Are we playing the short game kwamba tunataka profits in a short time, au we are playing the long game kwamba whatever happens in stocks right now, as long as the company is performing well na kuna profits na fundamentally the company is doing good, prices hazitasumbua, I'm playing the long game. Lakini pia kuna investors seeking capital growth, kwa wale ambao wanataka capital growth kama tulivyokuona kwamba in a short time within 2 weeks 109% in MKCB only. Kwa investors ambao wanataka only short term na investment, so wao nao wanaweza wakafaidika kwa sababu capital growth ambao walikuwa wanaitaka wanaweza ku realize. Another key takeaway ambayo unaweza kuona kwenye bond market. So hapa ni low to medium risk kwa sababu tunafahamu kwamba sasa ni kwenye treasury bonds. Tunafahamu kwamba hizi sio kwamba hazina risk kabisa, lakini risk zake ziko very minimal. Lakini hata returns zao ziko stable, yani ziko fixed. So risk level yenyewe ni low to medium, lakini potential yake is very moderate kwa sababu ya hiyo nature ya fixed interest, kwamba kama ni 15% haitakuja kupanda as long as umenunua hiyo bond ya 15%, whatever happens to the market wewe haitakusumbua. So hata kama coupons zinapungua au utaenda kupata 15, zikiongezeka utapata 15. So hiyo ni nani characteristics za bond investment, kwamba yenyewe inakuwa na provide with regular and predictable income, kwamba wewe unakuwa unajua at any year mimi napokea 15% from the government. So tayari unaijua kwa sababu mimi nina cash flow kiasi fulani. Lakini prices are more stable compared to shares, kwa sababu prices zake move more regularly kama zinavyo move shares, kwamba tuseme kwa siku zinapanda na zinategemeana na specific sentiments. Lakini government bonds carry lower risk than corporate bonds. Kama nilivyosema, government bonds zenyewe huwa zina lower risk kwa sababu we trust the government, kwa sababu wao ndo they have the capability of restoring the economy once tukiona kwamba mambo yanaenda vibaya. Lakini pia tukienda kwa upande wa corporate bonds, they have slightly higher risk kwa sababu hizi tayari ni private sector, so zenyewe they can default kwa sababu they are run privately, they have the ability to default kwa sababu tukiangalia mfano mkubwa wa 2008 ile housing market au zile bonds ambazo zilikuwa mortgage bonds ambazo ziliweza ku default kipindi kile. Sorry kama uliwasha mic yako, please naomba unmute. Yes, nilikuwa tulea mfano kwamba corporate bonds na carry slightly higher risk. Nilikuwa tulea mfano 2008 market crash in America, zenyewe zilisababishwa kwa sababu hizi corporate bonds hasa kwenye mortgage bonds zenyewe ziliweza ku default, kitu kilichofanya watu wengi waliofanya investment kwenye hayo masoko ikiwemo institution kubwa Marekani kipindi hicho ziweze kupata hasara na ikategemea ikaleta great economic depression kwa kipindi kile.
So who is best suited for bond investment? Hapo tunaangalia ni conservative investors ambao they are more likely wao capital yao I hold kuliko waweze kuexpose into a lot of risk. So kama mtu anataka milioni 50 yake hii aweze kuipreserve, ni heri aende kuinvest kwenye bond market kuliko kwenye capital market. Lakini income seeking investors, kwamba mtu ambaye anataka a steady cash flow throughout a period of time, nao wanashauriwa kuinvest kwenye bonds. Lakini kama nilivyosema, capital preservation goals, kama mtu anataka kupreserve capital yake in a long term, basi bonds is the way to go, kwa sababu wenyewe haiko involved sana na a lot of risk. Kwa hata return zake hazitakuwa sio kubwa kiasi hicho, kwa sababu the higher the risk, the higher the return. Lastly, mutual funds au collective investment schemes, ambazo hizi risk zake ziko medium. Kwa nini medium? Kwa sababu of course, mfano mfuko kama Timiza ina invest kwenye both bond market na kwenye stock market. Kwenye bond market tuna invest kwenye bond market kwa ajili ya kupata hiyo preservability, lakini kupata steady income, kitu ambacho kina allow mfuko ku grow day to day. Lakini pia kwa sababu tayari iko involved na kuinvest kwenye stock market, when an opportunity rises, basi investment yake tayari ipo kwenye risk. So kuna medium risk kuinvest kwenye mutual funds, sio high risk kama ilivyo kwenye ukiinvest moja kwa moja kwenye stocks mwenyewe. So tukiangalia kwamba balance returns zake ziko balance, kwa sababu zinategemea returns za both sides, returns kwenye stock market na returns za capital za bond market. So zinakuwa ziko balance, kwamba kuna steady income ambayo anapata kwenye bonds, lakini kuna ile a slightly higher return ambayo inapatikana kwenye stock market investment. So kiangalia pia return potential au potential yake kwenye nini tunasema ni moderate to high, kwamba zenyewe zina depend na investment ambayo imefanya kama kwenye stock market na kwenye bond market. Characteristics za mutual funds huwa zina invest in a diversified portfolio of assets ambazo ndo shares, bonds na au both. Ziko professionally managed. Of course kuna professional na licensed managers. Kwa kwenye Timiza there are licensed managers ambao wanaendesha Byzance Securities, lakini pia hizi ziko best suited for investors seeking balanced growth and income, kwamba unakuwa unapata balanced growth. Kwa mfano tumezungumzia kwamba from January mwaka jana to January mwaka huu kuna 14.25%. Hiyo ukikompare labda na 20 year ambao mtu alikuwa anapata ambaye atapata 13, unaweza slightly hedge. Haujamfikia mtu aliye invest kwenye stock peke yake, kwa sababu kuna return kubwa ambayo amepata, lakini umeweza kumpita yule ambaye anaweza kuinvest kwenye bonds ama bond ya 25 hiyo ya 20 year ambayo inarudisha 13% in coupon. So unajiona kwamba Timiza imejiposition right in the middle, kwamba haikupi fixed nani ambayo government anatoa, lakini haikupi ile high returns ambazo zinakuwa associated na stock. So ziko balanced. Investors with moderate risk tolerance ambao hawataki kuexpose capital yao kwenye huge volatility, lakini pia hawataki kuwa fixed. So wakiwekeza kwenye mifuko kama Timiza, inawapa ile a chance wa kupata moderate risk tolerance. So those who prefer professional management, kwamba wao wana hela zao, wanaona kwamba kufuatilia, unajua kuinvest kwenye stock market pia kuna kuhitaji uwe unafuatilia news every now and then, kwa sababu with information ndo ambao unaweza kufanya a more educated investment decision. Kwa sababu usipokuwa na information kwa wakati fulani na una hela, unaweza kufanya wrong au unaweza kufanya investment ambayo inaweza ikawa sio. So kama mtu hataki sasa hizi hustle za kufuatilia news imeendaje, wao wanaweza kuwekeza kwenye mutual funds ambao sasa yenyewe kwa sababu inakuwa professionally managed, yeye anakuwa anasubiria return yake ambayo watimiza inaanzia 13.5. So wawekezaji wote ambao wana namna hii tunawakaribisha sana kwenye Timiza, na uzuri kwamba tuna application yetu ya Zani Invest ambao wateja wanaweza download kwenye App Store, kwenye Play Store, wakaanza kujisajili na kuanza uwekezaji wao kwenye Timiza. Yes. So with having said that, nipende kuwashukuru kwa kunisikiliza kwa muda mfupi huu. Nikaribishe maoni, maswali au nyongeza kutoka kwenu. Asante.
Kuna mkono umenyoshwa, samahani kwa kuingilia. Karibu Valence kwa ajili ya kuuliza swali. Mimi nashukuru. La swali moja tu kama sio mawili, especially kwenye risks ambazo presenter amezisema hapo, na tumeona pia kwa maendeleo I don't know what is happening kwa maendeleo bank, sijajua ni hype za market na nini, what is the driver behind kufanya bei pande, lakini mimi nataka niulize tu kwenye CRDB kwa sisi ambao ni let's say ni long term investors. Wanasema ikiwa ni long term investor unaweza ukanunua share katika at any price as long as kampuni inafanya vizuri. Sasa mimi niko specific kwenye CRDB at the current market price, tunaona inapanda na hakuna kitu chochote ambacho kimejitokeza hapa, lakini we know CRDB is doing very well. Je, kununua kwa sasa hivi kwa long term investment plan katika bei ya 1700, is it a right decision? That's number one. Lakini kwa long term investor ni haki kununua at any price kwa sababu tu wewe ni long term investor? Swali yangu ni mawili. Okay, asante Valence kwa maswali which ni very good questions, na of course tumeshuhudia generally the market sasa hivi ipo kwenye bullish trend. Kwa hiyo tukiangalia counter kama za CRDB, tukiangalia counter hata zingine kama hiyo Maendeleo Bank ambayo pia umeweza kuimention hapo, most of the counters sasa hivi ziko kwenye an increase momentum, yani kama kampuni mengi hisa zake zinapanda bei. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni kipindi ambacho it's a bullish era in the market. So of course as an investor, hata kama ni kwenye kampuni ambayo iko strong na ina positive momentum even in the future or in the near future, you are mostly advised kuweza kununua hisa when the prices are a bit lower, sio kununua kipindi ambacho labda prices ziko inflated, unaona. Kwa hiyo that is it is for katakata hata sorry, itakuwa ni mtandao. Sauti na katakata kwa hivyo. Okay, hapo unatusikia? Yes, nasikia. Yeah, kwa hiyo I was just trying to explain kwamba the market generally sasa hivi ipo kwenye bullish trend, kwamba iko kipindi ambacho counter nyingi sana prices zake zina appreciate, lakini kwa makampuni kama sasa there are several things ambazo zinaweza zikasababisha hiyo. Inaweza ikawa kwa mfano kama kwenye counter kama za CRDB au other strong counters, kuna anticipation kwa sababu financials Q4 most probably kwenye kampuni kama CRDB zinakaribia kutoka at around end of this month, around tarehe 28 hivi. Kwa hiyo there's that anticipation kwamba prices za CRDB zitaendelea kupanda, kwa hiyo watu wanajaribu kununua as early as now, ili pale ambapo Q4 inapoenda kutoka na unaudited financials na pia hizo dividend, kwa sababu with Q4 tu pekee yake tunaweza tukaanza ku anticipate kwamba dividend itakuwa around wapi, kwa sababu kampuni kama NMB na CRDB huaga wana dividend policies ambazo ziko fixed around 33 mpaka 35% of their net profits yanatumika kama dividend. Kwa hiyo ukiangalia mwenendo hata wa matokeo ya Q1 mpaka Q3, profitability yake imekuwa ina increase, na usually the last two quarters pia according to historic data ni quarters ambazo waga pia the last two quarters pia zinafanyaga vizuri. Kwa hiyo that anticipation inasababisha pia watu kuendelea kununua hizi hisa wakitegemea kwamba hizi prices zitaendelea kupanda. So your question kama as an investor, kama unafanya
long term investment tunaweza tu ukanunua at any time. At some point tunaweza ukanunua at any time kwa sababu unategemea the prices zitaendelea tu kupanda due to the strength of the company, you know. Lakini ile a personal opinion that obviously recommend kwamba ujaribu kununua at prices which are not inflated. Kwa mfano ukiangalia kwenye counter kuna hisa ambazo kwa mfano MBP Maendeleo Bank na hata CRDB supply yake imekuwa ndogo sana, which obviously ukiweka order ya kununua you have to buy at any price ambayo supplier ataamua kuuza, au utaendelea kupandisha price ili kuweza kumotivate supplier aweze kuweka order na yeye kuuza. Kwa hiyo most probably utanunua kwa a price which is slightly inflated, lakini sasa hiyo kwa counters ambazo ziko strong inaweza isiwe a problem, lakini kwa counters ambazo we are tunaona kwamba it is some sort of like a price bubble, kwa mfano kama Maendeleo, kwa sababu kwa quarter 3 tumeona profitability yake ukiangalia quarter 3 ya 2025 na 2024 imeweza kupungua slightly. Kwa hiyo there's no any fundamental reason which is making the investors to buy. Kwa muda mwingine hizi zinakuwa price bubbles ambazo most likely baadaye zitakuja zitabust, na kama hauja collect profit within that time you're most likely to make a loss out of your decision. Lakini wale ambao wanawekeza kwenye big counters hata kama tunao kwenye inflated price na kama na long term goal, it means hata kama linao kwenye slightly inflated price it is going to be accounted for baadaye hizo prices zinapoendelea kupanda. Lakini as like just a logical advice we should give, you try at least as an investor, try your best kununua kipindi ambazo prices haziko very much inflated kwenye market, you know. Yeah, lakini kikubwa pia ni kuangalia fundamentals au kwa nini certain counters zinapanda. Kwa hiyo kuna counters kama Tatepa ambazo kampuni imekuwa haifanyi vizuri for a very long time, lakini ipo among the top gainers hata kuanzia tu January, I mean year to date. Yeah, kwa hiyo ni vizuri kuweza kuzingatia na kuangalia fundamentals, why kwa nini hizi prices zinapanda, is it right for me to buy? Kwa sababu unaweza ukanunua, if you're lucky enough unaweza ukacollect hiyo profit na uka exit the market, lakini if the bubble burst na prices zikaanza kudepreciate back to their actual market prices, it means you're more likely kushindwa kuziuza au kuincur loss ukiwa unaziuza, unless kama Korigwa ana any addition to that. Maybe in addition to maybe counters kama CRDB, kwamba unajua kwenye stock market sometimes big counters kama wanasemea Adafi prices huwa zina tend kujicorrect. Kwa mfano mwaka jana CRDB ilipanda mpaka 1600, then market ika stabilize, prices zikafika mpaka 1100. Tukaona tena hiyo 1100 ikarudi baada ile quarter 3 kutolewa, zikaanza kupanda steadily kwa kutoka mwezi wa 10 mpaka leo hii tunaona kwamba imeweza kufika 1700. So kwenye big counters ambazo fundamentals zina support the price movement, zenyewe prices huwa zina tend kujicorrect, so they may rise and fall but price correction itakuja kunani. Lakini kwa counters ambazo fundamentally they're not supported by price movement are supported by their fundamentals, zenyewe ndo kama tulikuwa tunasema kwamba zinaweza zikawa ni price bubble. So kama ukiwa on the right side ya hiyo decision unaweza make profit, lakini mostly tunapenda kushauri wateja wa invest kulingana na fundamentals za hiyo kampuni husika zinasemaje. Yeah, asante. Ukiangalia fundamentals, we all know kwamba fundamentals za CRDB ziko vizuri, lakini hofu yangu ni kwamba kwenye hiyo repricing au recorrecting ya price, kama unavyosema kwamba pengine ni vipindi. Kwa mfano kama sasa hivi tunaenda hapa kwenye dividend, tunaenda kwenye kabla ya dividend kuna quarter 4 ambao tuna expect, alafu then inafuatiwa dividend. Kwa hiyo to me unaweza mkani correct kwamba I don't see kama price ita go down baada hizi events mbili, hizi activity mbili, endapo kama profit itakuwa juu. Ni kweli? Yes, it's yani sasa hivi unachosema ni sahihi, kwa sababu fundamentally hicho ndio ambacho kinaweza katokea, but yeah, it's not likely kwamba prices zinaweza zikashuka anytime soon, kwa sababu kama unavyosema unaudited results na quarter 4
they are around the corner, kwamba announcement zake zinaweza zika spike more interest ya watu kuinvest, lakini pia right after that ndo kuna hizo tuna expect dividend announcement kutoka kwa CRDB. So hizi zote bado tuna deal na expectations. So you are right kusema kwamba prices not likely ku move down kwa kipindi hichi, so investors wanaweza wakaendelea kununua, lakini pia tuwe aware kwamba market sometimes inaweza kujicorrect. So as kama tulivyosema, risk yenyewe ipo ili usiweze kupata ile expected return. So kwamba hautapata return, lakini ile expected ambayo ulikuwa unaitaka unaweza usipate the right one. Ndio maana ya risk kwamba yenyewe ipo kupunguza ile expected return. Fewer cases kwamba unaweza usipate kabisa hiyo return, lakini yenyewe ipo kwa ajili ya kupunguza ile return ambayo mtu alikuwa ana expect. So kama ulivyosema, you are right kwamba Q4 right around the corner, right after that kuna hizo dividend announcement ambazo hivyo ndio vitu viwili ambavyo kwenye market yetu tumeona kwamba zenyewe ndio zina drive price movement. So kwa the case of CRDB, it's not likely kwamba zinaweza zikashuka within this period of time. Okay, asante. Kwa tujiripoti kwenye CRDB na 1700 yetu. Karibu swali. Naomba kuuliza swali. Karibu swali. Kwenye hizi evaluation ya stocks, kwa mfano kuna hiyo market price na kuna ile value exactly ya stock. Kwa mfano manake kwamba price is what you pay and the value is what you get. Sasa kwa mfano kama na financial labda statement labda ya CRDB ya quarter 3, nataka sasa ni evaluate kwamba stock exactly value ya stock ya CRDB kwa sasa ni shilingi ngapi? How do I do that? So kwenye valuations kama tulivyoongea last week, valuation depends unataka kuvalue CRDB kwa kutumia ratio gani au kutumia method gani, so there are different ways to do financial analysis. So kuna watu ambao wanaweza kutumia PE ratio ambao unachukua price ya CRDB market, lakini ukachukua na ile earning per share ya CRDB ukapata PE ratio. Lakini kuna watu ambao wanatumia book value ambayo sana sana wanatumia ile ni net assets pamoja na outstanding shares za CRDB. Kuna watu wengine watatumia different types of easy financial ratios. So anyone can use na kutegemeana na wewe mwenyewe unataka kuiprice kwa kutumia ipi, lakini sana sana tunashauri kwamba do not let one financial ratio au one financial valuation ikumake drive decision yako. So you can use maybe a combined set of financial analysis methods ambazo zenyewe zinaweza kukusaidia kwamba okay, mimi hapa sasa hivi CRDB naona it's worth it to invest in the long run, au mimi naweza nisione ni variable. So using only one sio sana recommended, lakini ukitumia a combined set of valuations inaweza kusaidia ku make the right decisions. Okay, asante. Most ya financial analysis nyingi nilikuwa nikizipata kwa kupitia kwa Azam Securities, lakini currently nilikuwa nikijaribu kufanya analysis mwenyewe, nika download quarter 3 results, nikataka nifanye analysis mwenyewe nione kwamba how do I value the stocks of a specific counter. Sasa hiyo kwa mfano hiyo book value ambao ni hiyo book value ya stock ya CRDB, how do I nitaijuaje kwenye hiyo financial statements, na je huwa inabadilika kwa kila results za quarters au inakuwaje? So kama ulivyosema mwenyewe kwamba wanavyotoa kila quarter hizi financial analysis nao wanazifanya kwa sababu zinakuwa zinabadilika, kwa sababu tunataka tutumie most recent. Kwa sababu sasa hivi ukisema utumie third quarter, you are talking about data ya mwezi wa ngapi?
kuanzia mwezi wa 10 kwenda nyuma. Lakini unapotaka kupata sasa current sasa hivi CRDB iko sehemu gani, lazima utumie data za sasa hivi, kwa sababu kwenye book value ambayo nasema lazima utumie market price per share chini ya book value. Sasa book value yenyewe ni total assets kama nilivyosema, au net assets kinani, chini ya number of shares outstanding. Sasa net assets sasa hivi tunategemea data za quarter 4 ambazo bado hazijatoka. So ikitoka quarter 4 unaweza kupata net assets za CRDB ambao kwa sababu tayari washafunga mwaka, kwa hiyo unazijua net assets zao. Hapo ukigawanya na ile outstanding number of shares ambazo nyewe ni fixed, hapo ndo utajua sasa book value ya CRDB iko wapi. Hiyo ndo unaweza ukajua sasa okay, what is the book value currently ya CRDB. Baada ya kusema hayo, napenda kumkaribisha pia Paddy Juno. Asante sana Zan Security. Tunawashukuru kwa kazi nzuri mnaoifanya, mnaendelea kutusaidia kutufundisha mambo mengi. Mi concern yangu ni kwamba kuna baadhi ya kampuni, mimi natumia DSE hisa kiganjani. Kuna baadhi ya kampuni huku na kuwa sizioni, lakini nikiingia kwenye website nazikuta. Kwa mfano KCB, kuna Jatu, kuna kampuni nyingi nashindwa kuwa nazipata huku kwenye hisa kiganjani. Sasa sijajua changamoto inakuwa ni kwangu peke yangu au inakuwa ni kwa system iko hivyo. Maanake huku kwenye hisa kiganjani zinaonekana ni makampuni 20 tu ndio yanakuwa yameorozeshwa. Sasa sijajua sababu ni nini. Asante. Sawa, asante kwa swali. Hii swali pia tulipata wiki iliyopita, lakini nitarudia tena, lakini kuna counters kama ulivyosema KCB, JHL ambazo zenyewe ni zimekuwa originated from another stock market, specifically naongelea Nairobi Stock Exchange. Hizi counters hazina custodian wake sio CSDR au DSE ambayo tunaona iko kwenye market. So kwa wateja ambao wanataka kununua hizo stocks, particularly hizo ambazo zipo Kenya, tunawashauri kwamba tu contact, then sisi tutawafanyia utaratibu zote ambazo zinahitajika za wao kuwa hizo stocks za ambazo zinapatikana kwenye Nairobi Stock Exchange. So hatuwezi kuziona kwenye app yetu kwa sababu zile stocks ambazo kwenye app yetu custodian wake huwa ni CSDR ambao ni under DSE. So hizo ndo stocks ambazo zina trade pale. Lakini hizo stocks nyingine ambazo hatuzioni, umeongelea Jatu, zenyewe huwa suspended kwa muda ili kupisha ongoing proceedings ambazo zinaendelea. So kwa zingine wanaosema KCB, JHL zenyewe ni za neighboring country Nairobi, tunakaribisha ofisini kwetu, tutaweza kupatia taratibu zote za kuinvest kwenye hizo stock market. Kwa kusema hayo, napenda kumkaribisha Rafael. Asante. Mimi nilikuwa na maswali matatu. Swali la kwanza lilikuwa linahusu Timiza. Nilikuwa nauliza Timiza tangu ianze ilishawahi kugawa dividend hata mara moja? Na kama haijawahi kugawa ni kipindi gani tutegemee kama inaweza ikagawa? Alafu la pili ilikuwa ni kuna uwezekano kwa soko la Dar es Salaam kujua insider trading, kwa sababu kwa jinsi price ninavyozionaga zinavyoelekea kukaribia report za mwaka au hata za nusu mwaka, huwa naona kuna trading huwa zinafanyika za namna fulani hivi. Huwa sehemu niliopo nawekeza pia kwenye soko lingine na una uwezo wa kuona insider trading, lakini kwa soko la Dar es Salaam zimejificha sana, sijui hazipo. Kuna kuna namna gani tunaweza tukaona insider trading ili tujue hao watu walio kwenye hayo makampuni wenyewe wana trade kwa namna gani? Pengine wanakuwa wameshajua namna itakavyokwenda na ndio maana wana trade kwa namna hiyo labda. Alafu na swali la mwisho lilikuwa ni kwa wahusu nyie, kwa nini na nyie msianzishe ETF yenu muilist? Hilo sijui ni pendekezo, sijui ni swali, kwa sababu kuna watu wengine wanawatumia nyie tu kwa kila kitu. Kwa yeah.
Okay, asante Rafael kwa maswali yako mazuri. Naomba mimi ningejibu swali lako la pili la insider trading. So, as far to my knowledge, insider trading is practically illegal. Kwa sababu by definition insider trading ni ku make decision ya kuinvest kwenye stock ukiwa na confidential knowledge ya hiyo confidential information ya hiyo kampuni ambayo haijawa public. So hicho ndio ambacho tunakifahamu kuhusu insider trading. So insider trading sio kitu ambacho tungependa tu encourage watu wakifanya, yani tunge discourage kabisa, kwa sababu insider trading it's practically illegal, kwa sababu wewe unakuwa na information ambayo watu wengine hawana, kwa hiyo unakuwa una take advantage kwa kitu ambacho mtu mwingine akiwezi. Ndio maana information zote za kuhusu makampuni, kuhusu financial statements, kuhusu nini zinawekwa public, lakini sio kwa ajili ya watu specific. So mtu akiwa na act kwa namna hiyo kwamba anakuwa na information fulani kwa ajili ya kitu fulani, hiyo tunasema kwamba ni insider trading, na ambayo kwa market yetu, hata kwa market nyingine ambazo nazifahamu kubwa, zenyewe nazo huwa ni illegal na unaweza kufunguliwa kesi na nchi husika. So watu wengi ambao unaona wanafanya before labda hizi ku release na nini kama sasa hivi tunavyofanya. Unajua ya zamani market yetu information ilikuwa very limited, kwamba watu walikuwa hawafuatilii news, hawajui fundamentals. Ndio maana unakuta kabla ya hizi results kama quarter 4 au nani, unakuta watu walikuwa hawaparticipate. Lakini sasa hivi we are proud to say kwamba soko letu watu wetu wameelimika, watu wanafuatilia news ya kampuni, wanajua ni lini CRDB anategemea kwamba ku release hiyo financial statements. Kwa mtu anakuwa ananunua kabla. Kwa kama tunavyoona sasa hivi watu wananunua kabla. So kwamba kuna mtu anajua no, lakini tuna anticipate kwamba ikishafika tarehe fulani hizo financial statements na vitu fulani vimetolewa. So tuna anticipate, tunanunua kabla. Lakini ukisema ununue na ulikuwa unajua, hiyo sasa ndio inakuwa insider trading, na kwa market yetu it is very very illegal to practice. Hata kwa market za wenzetu it is very illegal to practice insider trading, kwa sababu unakuwa una privileged knowledge au unakuwa una privileged information ya kampuni husika na una use it for your own advantage. So kwa kujibu swali lako kwamba insider trading sio kitu ambacho kinafanywa public au sio kitu ambacho kinakuwa encouraged, yani kinakuwa very discouraged. Kwa chote ambacho tunafanya sasa hivi ni anticipation, kwamba tuna anticipate kwamba okay, watatoa results zao na zikawa nzuri kutegemea na trend za nyuma. Ndio maana tunafanya analysis, na matokeo yakitoka yanakuwa yanatolewa kwenye magazeti, kwenye website zao, hata kwenye vipindi vyetu kama hivi tunasaidia watu kuvichambua. So we have come a long way. Nimesema kipindi cha nyuma watu walikuwa hawazifuatilii hizi news na watu walikuwa hawajuagi, walikuwa wanaziona tu lakini wanazipitia, lakini we have come a long way mpaka sasa hivi watu wana anticipate, wanajua kabisa bwana siku fulani news fulani itatoka. So wanakuwa wako tayari, washafanya decision prior au wanasubiria hiyo news ili wafanye hiyo decision. Yes, kwa hiyo swali lako lingine ilikuwa ni kuhusiana pia na Timiza kama tumeshai kutoa gawio. Kwa hiyo I think importantly kwanza ni kuweza kujua kwamba mfuko wa Timiza hii 13.5 au return ambazo zinakuwa generated kutoka kwenye mfuko wa Timiza, mwekezaji ana profit kwa kupitia capital appreciation au capital gain. Kwa hiyo by saying that it means kwamba kukiwa kuna appreciation ya bei ya kipande on a daily basis, kwa mfano hii graph ambayo tumeprovide hapa, tunaona kwamba bei ya kipande ilianza 107.66 ikapanda mpaka 113.58 ikaenda mpaka 122.43 na mpaka sasa hivi iko 123 mpaka kufikia tarehe 15. Kwa hiyo hizo gain zote ambazo zinatokana na hiyo kuongezeka kwa bei ya kipande, it means utapata pia ongezeko. Yes. Samahani, unaweza kurudia, maana ulikuwa usikiki kabisa hapo nyuma kama dakika moja imepita. Okay, sorry. Nilikuwa nasema kwamba basically kwenye mfuko wa Timiza return ambayo inapatikana kwenye mfuko it's through kukua kwa mtaji wako kama mwekezaji. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye mfuko wa Timiza unapata ukuaji wa thamani ya kile kiasi ambacho ulikuwa umekiwekeza. Kwa hiyo kama tulivyoweza kuonyesha kwenye hiyo graph ni kwamba kama mwekezaji aliweza kuwekeza kuanzia ile January 2025 mpaka kufikia
tarehe 15 January 2026 angeweza kupata ongezeko la thamani kwenye hela yake au capital yake ambayo alikuwa amewekeza kwenye mfuko kwa 14.25. Kwa hiyo it's not kwamba tuna generate a certain hiyo 14.25 alafu tunaitoa kama gawio. It doesn't work like that. Though bado ni gawio, lakini gawio ambalo unalipata kwa capital gain, kwamba leo umeweka 100,000 itaendelea kuappreciate mpaka 1,105,000, 1,106,000, 1,110,000, 1,114,000. Unaona, yani ile capital yako itazidi kuappreciate day after day according to bei ya kipande pia kwenye mfuko wa timiza inapokuwa ina appreciate. Kwa hiyo tunaona in the course of almost less than 1 year mfuko tayari umeweza kugenerate hiyo 14.25. Kwa hiyo kwa wawekezaji ambao wamekaa kuanzia January last year mpaka January this year wameweza kucollect ukuaji wa thamani kwenye uwekezaji wao kwa zaidi ya 14.25, which is actually also competitive return ukiangalia compare data to some of the debt market maturities. Yeah. Kwa hiyo hivyo ndivyo mfuko wa timiza unavyokuwa unaoperate. Kwa kama tumejibu swali lako vizuri, we are going to have one last question kwa sababu muda wetu kidogo umetutupa mkono kutoka kwa Said, and then tutafunga session yetu kwa wiki hii mpaka wiki ijayo. Kwa hiyo karibu Said kwa swali la mwisho. Asante sana kwa mada nzuri. Mimi nilikuwa na maswali mawili tu. Swali langu la kwanza, tunaona soko letu kwa sasa hivi limekuwa dominated sana na domestic, kwa maana na wawekezaji wa ndani. Nilikuwa naomba snapshot kidogo kwa wawekezaji wa nje. Wao wanawekeza wapi, movement zao zikoje, wanauza, wananunua kwa wawekezaji wa nje, kwa maana ya yes, yani kwa maana ya ambao sio wa Tanzania. Hilo la kwanza. Swali la pili, kuna kitu nilikuwa najiuliza sana wiki hii, nikasema kwenye session ya leo nitakiuliza. Inaonekana soko letu haliongozwi kwa fundamentals, kwa sababu kampuni inaweza ikawa inafanya vibaya, ukiangalia kwenye vitabu vyake unaona mambo hayako sawa, management haiko vizuri, management ina issue mpaka letter za kuonesha kweli hatuko vizuri, lakini inaonekana pengine soko letu linaongoza sana kwa demand and supply and demand, yani ni nani anakitaka kitu na nani anakihitaji kitu. Sijui hili likoje, hebu mnisaidie kwenye maswali mawili hayo. La kwanza, foreign investors wao wanawekeza wapi kwa sasa, au wana exit au wananunua? Lakini pia swali la pili ni hilo la inaonekana kama soko letu haliongozi kwa zile fundamentals tunazozijua. Asante. Okay, asante kwa maswali yako. Kwa hiyo kwenye upande wa local investors versus foreign investors, data ambazo tunakuwa provided with ni kuweza tu kujua participation level ya hawa wawekezaji local versus foreign, lakini hauwezi kupata data exactly ambayo inakuonyesha kwamba foreign investors labda wanawekeza zaidi kwenye CRDB au wanawekeza zaidi kwenye TPCC. Yani they don't provide that type of data. The only data they would provide is yani kwamba foreign buy, foreign sale na vitu kama hivyo. Kwa hiyo according to previous data ambayo I have ni kwamba tukiangalia percentage ya foreign sale imeweza kufikia, foreign buy ni kama 17.3% versus local buy ni kama 82.7%. Yani ukiangalia locally watu ambao wana participate kununua stocks kwenye market ni kama 82 wana compromise 82.7%. This is data ya kufunga mwaka jana, lakini ukiangalia foreign buy is 17.3%. Kwa hiyo unaona kwamba kumekuwa data wanakupatia ni kwamba participation yao ikoje, lakini ukiangalia kwenye local sale is around 49.8% na foreign sale is around 50.2%. Kwa hiyo kwenye hii data unaweza ukaona kwamba mwaka jana kumekuwa
kuna more of foreign buy, kuna more of local buy rather than foreign buy, lakini kumekuwa kuna more of foreign sale rather than local sale, kwamba wawekezaji wa nje au foreign investors wamekuwa exit the market zaidi, lakini our market was still imekuwa even more stronger in terms of market cap, in terms of market turnover ambao tulipresent kwa wiki iliyopita, kwa sababu hiyo exit ya foreign investors imekuwa yani imekuwa represented au imezibwa, hilo pengo limezibwa na local investors kuparticipate zaidi. Kwa hiyo kwenye upande wa local investors sasa ndo tunakuja kwamba kuna hizo wawekezaji kumove, most likely local investors, kumekuwa kuna inflow ya new capital kutoka kwa local investors, either new investors au existing investors ambao tayari walikuwa wanaingiza kwenye soko. Hii imeweza pia kupelekea kaunta nyingi kuweza kuchangamka. Tumeona kwamba kaunta nyingi pia zimeweza kutokea kama top gainers, kwamba price sales zimeweza ku appreciate. Kwa hiyo sasa kwenye upande wa local investors sio wote watakuwa very well informed, na ndio maana hata tunafanya hizi weekly webinars kuweza kujaribu kuinform investors the importance ya kuweza kufuatilia fundamentals of companies na vitu kama. Kwa hiyo tunaona bado kwenye hao local investors ambao zaidi new capital ambao inflow ambao bado tunaipata, bado kuna changamoto ya wawekezaji kuweza kutumia just their sentiment kuweza kufanya uamuzi wa kuweza kununua au kuuza specific shares. Kwa hiyo changamoto ndio ipo, ndio maana unaona kuna price appreciation ya different stocks ambazo generally fundamentally they are not doing very well, lakini bado investors wanaweza kulean kwenye hiyo. Kwa hiyo it's positive kwamba kuna a lot of new investors ambao wanaingia kwenye soko, lakini bado kuna big challenge au ya kuweza kuelimisha zaidi, kuweza kujua okay, kumekuwa kuna inflow kubwa ya watu kuanza kuwa very much interested na uwekezaji, lakini bado kuna responsibility yetu sisi na other market players kuweza kutoa hiyo elimu ya uwekezaji ili wawekezaji sasa waweze kuwekeza kwa kutumia fundamentals. Though all these things play a role, yani technical analysis ina play a role, fundamental analysis ina play a role, na hata pia sentiment of investors ina play a role kwa mwekezaji kutaka either kununua au kuuza. Kwa hiyo all those three categories zina nafasi yake kuweza kumsaidia investor ku make a decision. Kwa hiyo to answer your question is that yes, bado kuna investors ambao wanatumia zaidi sentiment bila kubalance off the technical and the fundamental analysis. Yeah. Kwa hiyo kwa kusema hivyo nadhani tutakuwa tumefikia mwisho wa presentation yetu siku ya leo. Tunawashukuru sana kwa kuweza kujoin na kuweza kutusikiliza kwa mada yetu ya leo. Imekuwa very interactive, kwa hiyo tunawashukuru kwa hilo. Tunakaribisha tena wiki inayokuja na Jumamosi zingine zijazo tukiwa na topic nyingine tofauti. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawatakia weekend njema.